Karibu katika makala maalum. Hii leo tunaangalia mwanamke mwenye uthubutu aliyeshiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na dhamira ya kujikomboa na umaskini. Licha ya hali ya ulemavu wa macho alionayo, alithubutu kusaka uongozi katika ungwe za kisiasa visiwani Zanzibar. Kama ilivyo ndani ya sheria ya watu wenye ulemavu, sheria nambari 8 ya mwaka 2022 kifungu cha 28(1)(a) kinasisitiza haki zao, ikiwemo kujumuishwa katika kazi za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Pamoja na kifungu cha 28(3) kimeeleza kuwa taasisi zenye dhamana za kazi zitahakikisha zinatoa kipaumbele na mazingatio kwa nafasi za ajira zinazotolewa katika sekta za umma na binafsi kwa kundi hili. Mwanamke huyu hajawahi kubaki nyuma katika kuzifikia fursa za maendeleo. Mjasiriamali, nachukua mizigo kwa vile viatu, handbag, lotion, mafuta mimi nauza. Na pia ninapika haliudi mwenyewe za mgando na za lotion ninauza. Upande wa kikundi tunajishughulisha, tulikuwa tukilima, watu na migomba mingi sana, chaoni kuosha. Lakini bahati mbaya tukapata ardhi mbaya, tukaita mababa ya shamba na wengineo wakatuhoji, wakatuambia kwa ardhi haifai. Kwa hiyo migomba ikapotea yote, leo ni 6 na kitu. Kwa hiyo tunajishughulisha katika biashara za mikono ndogo ndogo, kama kulanguja darajani nenda nikinunua. Mpaka sio akanambia ukinunua hivi utakula hasara, bora tengeneza mwenyewe. Nikamjibu nitatengenezaje na mimi sijui. Ndio akanambia chukua kitu fulani kwa anachanganya. Sasa pale kwa nikamuuliza, "Wewe nikitumia mimi akili yangu ya ziada kwa hicho tunafundisha?" Anambia vizuri. Nikaanza kupika vya kwanza, vya pili vikatoka. Siku ya kwanza tukitengeneza kama vile 120 vikaisha yote. Mwanamke huyu mwenye uthubutu na mfano wa kuigwa na wengine wenye ulemavu na wasio na ulemavu ni Aisha Ali Abdalla, mwenye umri wa miaka 34, mkazi wa Tibirinzi, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, mwenye ulemavu wa macho. Amejijengea nafasi kama mjasiriamali wa bidhaa za urembo vinavyopendwa na wanawake, ambao ni mafuta ya haliudi, biashara ya mikoba, viatu na losheni, na pia alijitosa kugombea nafasi ya mwakilishi wa viti maalum mkoa wa Kusini Pemba mwaka 2020. Mwaka 2020 ilikuwa ni katibu yangu yeye. Tulipata kanifuata kanambia, mbona sio naweza kufanya nini kugombea nini wakilishi, kama siwezi. Anambia hamna, kazana mwote niliowaona wewe ndio unaweza. Kama mimi siwezi bwana, nitaingiaje huko? Akanambia njia, ikawazogo tafrani, akanita mkuu wa wilaya tukipeleka kwa Mheshimiwa Habibi. Nikaenda kule, akanambia kwenda hicho unaanza, na mimi nitakuwa kusimamia. Nashukuru. Nikaanza kwa mchakato kama CCM, nikamwambia waanzilishi vitimani, nikapata mtu wa pili. Sikubahatika kwenda kwenye darasa. Kwa kufika sehemu husika kwangu ni mtihani, halafu wale watu kunichukulia mimi wakaona kama mimi ndo siwezi, kwa sababu mtu akiona muonekano wangu anaona hata kuongea siwezi. Hiyo ni tofauti na nilivyo. Na nashukuru kwa msukumo mzuri tu. Aisha amesema yeye kwake ulemavu wa macho sio kikwazo kwa kutofikia ndoto zake alizojiwekea za kuwa mjasiriamali, kama hapa anavyoeleza. Kazi ya Tibirinzi, mtoto wa kwanza katika familia ya Mzee Ali Abdalla Saleh na Rahma Masudi. Nilisoma shule ya Malungu darasa la kwanza hadi la 7. Darasa la 7 kuingia form 1 ndio nikaanza kusoma Pondeani form 1. Kufika form 1 mwezi wa 11 mwishoni ndio nikaanza haya matatizo ya uoni. Kwa hiyo mpaka form 2 mwezi wa 2 mimi sioni total. Kwa ulemavu haijawa sababu kwa mimi nikae tu ndani ndo sioni, sana sababu sioni hamna. Kwa sababu nikisema mimi sioni, kwanza najiweka ndani na familia yangu mzigo. Lakini yote nashukuru familia yangu nilea misingi ya kuwa nishafika na mtihani huu, nisione kwa mimi ndo peke yangu, hakuna mwingine, na ndo mwisho wa maisha yangu. Kama ilivyokuwa akili yangu ikinipa kwa nenda nishafika hapa, nasubiri kufa tu. Kwa Mwenyezi Mungu namshukuru, baba, mama, ndugu zangu wananisupport, alhamdulillah, naendelea vizuri na maisha. Jamii mwanzo nilishukulia kama ni mzigo kwangu, na ninapopita wananinyosha vidole, yule haoni, yule kipofu, yule yote. Na kitu mwanzo kinapokupata na kwa mtihani, hasa ukipata uoni katika ukubwa,
inakuwa ni changamoto sana. Ndio kwa mtu akulia sasa, kila mtu na lengo wake anavyonichukulia. Wengine akinidharau, watu ndio wameshafika, siwezi kwenda chochote, basi siwezi kufanya chochote. Lakini awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu, sasa niko vizuri na napambana mwenyewe bila kushirikisha mtu yoyote. Na mtu wote haamini harakati ninazozifanya mimi, kwa sioni na zile harakati ninazifanya. Ndio nilipoamini kama kutokuona haijawa ni sababu ya kuwaweka ndani vitapoteze tu. Familia ni support kubwa sana na kuniweka chini kunisemesha, mbona unaweza? Mbona ukifanya hivyo unafanikiwa? Mbona ukipita hapo unaweza ukatoboa? Na namshukuru Mungu, alhamdulillah, mpaka hadi sasa tunaendelea vizuri na tunapambana kwa hali ya juu, mimi pamoja na familia yangu. Mtazamaji, ulemavu sio kigezo cha mtu kukosa ushiriki wala kukosa fursa ya maendeleo popote pale inapotolewa, kwani katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kifungu cha 5 kimesisitiza demokrasia, usawa wa haki za binadamu, huku sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2020 ikiwa inasisitiza ajira na ushiriki wa kijamii, kama ambavyo mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu wa mwaka 2006 unavyohakikisha usawa wa fursa, ikiendana na azimio la dunia la haki za binadamu la mwaka 1948 na mkataba wa kutokomeza ubaguzi dhidi ya wanawake wa mwaka 1979, vinatoa msingi wa usawa wa kijinsia na ujumuishi. Mtazamaji, kumbuka hii ni makala maalum inayoonyesha juhudi za wanawake wenye ulemavu katika maendeleo, iliyoandaliwa na Abdi Sleman na kusimuliwa nami Khatib Juma Nahoda. Je, Aisha anapata mashirikiano ndani ya familia yake? Fatuma Ali Abdalla na Bishara Ali Abdalla ni dada bora kwa Aisha na ndio wasaidizi wake wakubwa katika harakati zake. Kwa vile baba na mama yake ni watu wazima wanaohitaji usaidizi, wanaeleza safari yake ya kutafuta maendeleo kupitia ujasiriamali aliyonayo kwa sasa. Ananionyesha kitu, ninamwambia hiki kibaya, hiki kizuri, kichukue, hiki sichukue. Jamii namchukulia kama mjasiriamali, lakini mlemavu wanampa support kama mlemavu na kama mtu ambaye anajituma kwenye ujasiriamali, kutengeza vifaa kama hizo Haliudi anachukua mizigo ya Unguja, vitandio, hiyo viatu anauza, anatengeneza lotion, mafuta. Vitu zake za ujasiriamali anazifanya tuseme kwa kutumia, yeye mlemavu wa macho, kwa hiyo anafanya kwa kutumia hisia. Soko lake analipata kwa kutembeza ofisini, mtaani kama huyu. Anachokifanya nje, anachokifanya ndani kinatoka nje vizuri. Biashara zake zinanunuliwa, alhamdulillah, zinamaliza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio tunashirikiana naye kila pahali. Tunampeleka kwenye kununua bidhaa zake, tunampeleka safari zake kama anaenda ofisini, kupika pamoja, vifaa vyake kumsambazia kwa wateja, tunasaidiana naye. Ishi nao kwa upendo, washirikiane nao, wasiwafiche, watoe, kwani nao wana haki kama watu wengine. Kaimu mratibu wa TAMWA Pemba, Amina Ahmed Muhammad, amesema mikakati hii inalenga kuhakikisha wanawake hususan wenye ulemavu wanapata nafasi sawa katika siasa na uongozi kupitia mradi wa We Lead unaolenga kuimarisha nafasi za uongozi kwa wanawake, ambao unadhamiria kuwafikia wanawake zaidi ya 100 Zanzibar, ambao 50% ni wanawake vijana na 20 ni wanawake wenye ulemavu, kwa dhamira ya uwakilishi wa 50-50 katika vyombo vya kutolea maamuzi. Kutoa elimu kwa wanajamii, ikiwemo kuwapa yale mafunzo ya uongozi wanawake mbalimbali, ikiwemo vijana wanawake, lakini vijana wenye rika tofauti, lakini pia wanawake wenye ulemavu wa aina tofauti, kuona kwamba na wao basi hawabaki nyuma, wanashiriki katika masuala haya ya uongozi. Kwa wale ambao wana changamoto, sisi kama TAMWA juhudi ambazo tunazichukua ni pamoja na kuwawezesha kuweza kupaza zile sauti zao katika vyombo vya habari, kuona kwamba ikitokea mtu ana changamoto na anatamani kuwa kiongozi, ana changamoto labda ya kifedha, ana changamoto labda ya familia nyumbani, ana changamoto labda ya uwezo wa rasilimali na vitu vingine mbalimbali ambavyo vinamkwaza, basi aweze kutoa dukuduku lake au kupaza sauti zake kupitia vyombo vya habari. Kwa huko tunachokiamini kwamba habari ina nguvu, tunachoamini kwamba habari ina mawanda mapana ya kusikilikana katika jamii. Kwa hiyo kwa nafasi zao wataweza kueleza zile changamoto zao zinazowakabili, huenda huko wakapata msaada, na matumaini yetu ni kwamba
wenye ulemavu wa aina tofauti wataweza kupatiwa misaada. Kuna wale ambao wanafanya kazi lakini wanakosa support, huku kuna serikali, huku kuna wadau, huku kuna watu mbalimbali masuala ya maendeleo, na wao wataona ili waweze kufikia yale malengo yao ya kusudia, ikiwemo hivyo kugombea nafasi za uongozi. Na miongoni mwa mikakati ambayo tunaifanya ni pamoja na kuwapa zile elimu za uongozi, ili ikitokea mtu kapata, ikitokea mtu ana nia ya uongozi, ni mwanamke lakini kwa changamoto mbalimbali zinazomkabili, aweze basi kuzisemea, lakini aweze kuona kwamba changamoto hii nitaipeleka wapi, lakini kitu hichi nitakipeleka wapi ili niweze kufikia malengo yangu. Na waandaa viongozi wanawake, hususan ni vijana wanawake wenye ulemavu, waweze sasa kuenda kuhimili ile mikiki mbalimbali katika jamii, lakini katika vyombo vya kutolea maamuzi waweze kwenda kupambana na siweze kubaki kimya, waende wakawe waeledi, waoneshe ule mchango na yale mabadiliko chana kwa jamii, kwamba mwanamke anaweza iwapo atapata nafasi ya kuwa. Zanab ni moja ya jumuiya zinazoelezea mradi wa WILID, ambapo mwenyekiti wa jumuiya hiyo wilaya ya Chake Chake Suleiman Mansur Suleiman amesema kwa mwaka 2020 wanachama watatu waliweza kugombania nafasi za uongozi na Zanab iliwapatia baraka zote, sambamba na Aisha ambaye kwa sasa anaendeleza shughuli zake za ujasiriamali, huku Zanab ikimwangalia kama mfano wa kuigwa na watu wenye ulemavu wa macho katika kujitafutia maendeleo. Moja, na baadaye kuwapa ushauri wa nasaha, ili uongozi si kitu kigeni wala si kitu kigumu wala si kitu chenye gharama. Uongozi ni maamuzi yako mwenyewe tu ambaye utakubali kuongoza wenzako ambao uliamua kuwaongoza. Pia kuwatoa woga kwamba kule hakuna sababu kwamba nyinyi msigombee kutokana na hali ya ulemavu wenu, sababu binadamu wote ni sawa na mna akili timamu, mnaweza kuongoza kama wanavyoongoza wengine. Kwa hivyo kwa hilo kwao walilichukua na wakawahamu nalo sana, kwa hivyo walichukua fomu na wakagombea kama watatu. Hizi zilizopita na za nyuma yake. Mratibu wa Baraza la Watu wenye Ulemavu kisiwani Pemba, Mashavu Juma Mbaruk, amesema watu wenye ulemavu wanapatiwa fursa nyingi kama ilivyo watu wengine wasio na ulemavu. La taifa la watu wenye ulemavu, hizi fursa ni nyingi ambazo wanapatiwa watu wenye ulemavu, hasa kwa kuzingatia kuwa mtu mwenye ulemavu ni sawa sawa na mtu mwingine ambaye hana ulemavu. Kwa hiyo zile fursa zote ambazo zinastahiki au anapata mtu ambaye hana ulemavu, kwa hiyo ni fursa hizo nazo tunawapatia watu wetu wenye ulemavu, na zaidi kwa kuzingatia ile aina yao ya ulemavu. Kwa mfano, kuna fursa hizi za ajira. Katika masuala ya ajira kuna ile priority ambayo inatolewa kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo unakuta akitoka nafasi za ajira, kwa hiyo na watu wenye ulemavu na wao tunaangalia ni kwa kiasi gani na wao wanaweza kuingia katika ule mfumo wa ajira. Lakini katika masuala ya uwezeshaji, watu wenye ulemavu wanapata hiyo fursa na wao ya kuomba mikopo na kupatiwa mikopo ambayo ni mikopo nafuu, ili waweze kujiendeleza kimaisha na kiuchumi. Lakini pia tunashajihisha watu wetu wenye ulemavu kuweza kukimbilia fursa zinazotokea. Kwa mfano, kama kuna masuala ya siasa, masuala ya kuomba uongozi, kwa hiyo tunawashajihisha ama tunapatia taaluma ili na wao waweze kushiriki na kuweza kupata hizo fursa ambazo zinakuwa zinapatikana ama zinakuja kwa kila baada, pengine kama ni uchaguzi, kwa kile kipindi cha uchaguzi, ama labda kuna fursa nyingine, kuna mashirika tunawaunganisha watu wetu wanaweza kupata huduma tofauti kupitia mashirika na taasisi mbalimbali. Afisa mtetezi masuala ya watu wenye ulemavu kisiwani Pemba, Mwadini Juma Ali, amesema maendeleo ya kiuchumi hayawezi kumbagua mtu mwenye ulemavu. Au kwa mwananchi ni masuala mazima ya masuala ya kiuchumi. Kwa maendeleo ya kiuchumi hayakuweza kumbagua mtu mwenye ulemavu na asiyekuwa na ulemavu. Inaonyesha kwamba watu wote ni sawa katika kutafuta masuala mazima ya kiuchumi. Hii inatokea hata katika masuala mazima ya kiimani, ya kidini, kwamba imekokotezwa au imetiliwa mkazo katika masuala mazima ya kiuchumi, kwamba kila mmoja ana haki ya kuweza kushiriki katika masuala mazima ya kiuchumi.
Watu wenye ulemavu kwenye masuala ya kiuchumi wana fursa mbalimbali ya kuweza kujiwekeza, kujengeza na kuwezeshwa katika masuala mazima ya kiuchumi, ikiwemo katika mpangilio wa serikali. Wameandaa mfumo maalum ule wa 442 ambao kwamba tunapata katika halmashauri kwa 2% za watu wenye ulemavu, kwamba kuhakikisha kwamba ni namna gani wanaweza kuzitumia asilimia hizi katika kujiwekeza katika masuala mazima ya kiuchumi, kwenye fursa za biashara, uvuvi, kilimo, ufugaji na mambo mengineyo. Hii tunaona kwamba katika picha mbalimbali na tunaona katika uhalisia mkubwa kwamba watu wenye ulemavu wamejiwekeza katika masuala hayo ya kiuchumi. Wapo ambao leo hii tunaona wajasiriamali, wafugaji wa kuku, ng'ombe na mbuzi, lakini pia wapo biashara wadogo wanaojiwekeza katika magenge ya kuuza nyanya, viazi, mbatata na vitu vingine, lakini wapo ambao kwamba wanamiliki biashara za maduka na vitu vingine. Hii inaleta fursa kwamba kuepukana na masuala mazima kuwa tegemezi katika jamii, lakini pia katika kuondosha ile dhana kwamba ya watu wenye ulemavu kwamba ni mtu wa kupewa au wa kusaidiwa au ni omba. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetenga jumla ya shilingi 970.8 milioni kwa kipindi cha miaka mitatu kusaidia watu wenye ulemavu. Aidha, zaidi ya vifaa saidizi 1277 vyenye thamani ya shilingi 443.9 milioni vimesambazwa Unguja na Pemba. Fatia Musa Saidi ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake na uongozi, naye anasemaje kuhusu uongozi Zanzibar? Dogo kutokana na changamoto mbalimbali, kwa hivyo tumeona kwamba bado kuna haja ya kuwajengea uwezo wanawake waweze kugombania nafasi mbalimbali za uongozi kuanzia ngazi za sheria hadi ngazi za taifa. Ni kweli ndugu waandishi wa habari kwamba kuna changamoto mbalimbali ambazo zinawakwaza wanawake katika masuala ya siasa na uongozi, na haya yako ambayo yanasababishwa na changamoto ya kifedha, kwa sababu tunajua kwamba uchaguzi ni gharama. Kwa hiyo katika michakato ile ya uchaguzi kuna fedha nyingi ambazo zinahitajika, jambo ambalo wanawake wengi wanashindwa, wanatamani na wao kuingia katika nafasi za uongozi, lakini wanashindwa kupambania masuala haya ya kifedha, kuona kwamba na wao wanaweza kushiriki. Yani katika michakato kuna masuala ya kuchukua fomu, kuna masuala ya kampeni, kuna masuala ya kwenda katika mikutano, safari zile zinahitaji gharama, kwa hivyo wao inakuwa ni changamoto. Maendeleo ya kijamii na kiuchumi hayawezi kufanikishwa bila ya watu wenye ulemavu. Kupitia mikakati ya serikali, sheria na programu za kijamii kama WILID, Zanzibar inaendelea kusonga mbele kuelekea usawa jumuishi. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo mpya wa simulizi ya makala nyingine. Kwa niaba ya TAMWA Zanzibar waliofanikisha kuandaliwa kwa makala hii maalum, ni mimi msimulizi wako Hatib Juma Nahoda, na imeandaliwa na Abdi Suleiman. Hadi wakati mwingine, asanteni.